Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye chaneli yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee na kuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea yale yanayojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walitambua lako ni rahisi, ni kujiandikisha kwenye chaneli hii ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, haina gharama, ni bure. Unabonyeza button hilo lekundu limekifaransa. Baada ya hiyo, usisahau jambo la maana la kubonyeza button hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Sisi tuko hapa kwa ajili yako asubuhi, saa 6 mchana, jioni, ili tukuletee yale yanayoendelea kuripotiwa huko kwenye ardhi ya Kongo. Hilo ndilo letu. Na bila shaka acha tuingie kwenye taarifa zetu ambazo tumekuandalia. Leo hii ni tarehe 16 mwezi ni Juni mwaka ni 2025. Habari zetu tutazianzia huku mjini Goma. Kuna habari ambazo zimetamba sana kwenye mitandao ya kijamii wiki hii iliyopita. Habari ambayo ilikuwa inaongelelewa zaidi ni safari ya Bintou Keita ambaye anayesimamia Umoja wa Mataifa na MONUSCO huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Msafara wake ilikuwa hapo Goma ambapo amefanya msafara wa siku 3, na katika hiyo msafara ameweza kupatana na kundi la waasi ambalo serikali ya Kongo yenyewe inalitambua kama magaidi. Katika ripoti zake, ama vile serikali ya Kongo huwa inashitumu AFC M23 kuwa ni kundi la kigaidi ambalo linaloungwa na serikali ya Rwanda ama na jeshi la Rwanda RDF. Rwanda ni Army Force Defense. Lakini Rwanda inakanusha madai hayo. Hata Umoja wa Mataifa wenyewe katika ripoti zake, Umoja wa Mataifa huwa unaripoti ukisema ya kwamba Rwanda ndiyo M23 katika ripoti zake nyingi tofauti. Lakini kwa sasa yule ambaye ni mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Bintou Keita ameweza kuwadhuru hawa ambao wanaotambua kama magaidi. Hata serikali ya Kongo yenyewe imeweza kukaa na kundi hili la AFC uko Doha nchini Qatar wakiongea pamoja. Mnamo jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, habari kuhusu safari ya Madamu Bintou Keita, kinara wa Umoja wa Mataifa, pia kiongozi wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Safari yake ameitamatisha huku mjini Goma, ongozwa kwa sasa na kundi la waasi wa M23 AFC. Ikumbukwe ya kwamba msafara aliyoianza hapo mjini Goma tarehe 12, msafara wake ulianza tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Katika ujumbe wake, Bintou Keita ametangaza kuwa hii safari imempea fursa ya kusikiza mawazo na wasiwasi ya pande tofauti. Huyu ni Bintou Keita ambao alitangaza hayo baada ya safari yake. Amesema ya kwamba imempea fursa ya kusikiza watu wa pande tofauti na kusikiza wasiwasi yao. Na akasema ya kwamba mawazo na wasiwasi huo
utaangaziwa. Yeye sasa amekubali akifika huko kwenye kikao chao Umoja wa Mataifa ataangazia mawazo hayo ambayo aliyoyatoa mjini Goma. Hii amesema kwamba haya mawazo ameyasikiza vizuri na atayaambia wengine wakati atakaotoa ripoti kwenye kikao cha Umoja wa Mataifa. Huyu ni Bintu Keita. Na kikao hicho cha Umoja wa Mataifa ikumbukwe ya kwamba kinatarajiwa tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ameendelea kutangaza kuwa kufika Goma imemfanya awe na hisia ama emosio, lakini ameona tumaini kwa raia na viongozi ambao ameongea naye. Huyu ni Bintu Keita ambaye ametangaza akisema ya kwamba kufika Goma imefanya ashikwe na emosio, lakini akasema baada ya kuongea na viongozi na raia ameona tumaini ya amani siku zitakazokuja. Wakati ndege imefika kwenye uwanja wa ndege wa Goma kuja kumchukua, Bintu Keita amesema ya kwamba ameweza kushikwa na emosio, lakini kulingana na maongezi na watu tofauti kuna tumaini la amani. Huyu ni Bintu Keita ambaye alikuwa amedhuru eneo la AFC. Yale aliyoyafanya kwenye msafara wake. Kwa sasa acha nikwambie yale ambayo ameweza kuyafanya katika msafara wake. Jambo la kwanza amefanya akiwa kwa safari yake Bintu Keita, kinara mkuu wa United Nation, huku pia kiongozi wa MONUSCO hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amepatana na viongozi wa AFC bar M23. Hili ndilo jambo la kwanza alifanya katika msafara wake hapa mjini Goma, ni kuongea na kukaa na viongozi wa AFC bar M23. Amekuwa na kikao na kiongozi wa SAMI DRC ambao wamekuja kurudisha amani huku nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikumbuke ya kwamba SAMI DRC baada ya kushindwa hapa mjini Goma mnamo juzi wametoka hapo mjini Goma na kuchukua gari za Rwanda, zimekuja kuwachukua na kuwapeleka Tanzania, wameenda kabisa. Kwa hivyo wale walikuwa wamebaki, kiongozi wao ameweza kuonana na Bintu Keita katika safari hii. Jambo la tatu, amewadhuru raia wanaolindwa usalama na MONUSCO, FARDC na Police Nationale Congolais ambao wanaolindiwa usalama na kundi hili la MONUSCO. La nne, ameinamia jeshi wa MONUSCO waliopoteza maisha. La tano, ameongea na wafanyakazi wa MONUSCO wanaofanya kazi huku Este di Congo. Jambo la sita, nataka maoni ya kila mmoja wetu kuhusu safari hii ya Bintu Keita. Tafadhali na kuomba sikiza haya maswali kisha utupee maoni yako. Wewe unafikiria aje ama unaona haya mambo aje? Jambo la kwanza, kuongea na AFC ni hatua ya amani ama ni kosa kubwa la kidiplomasia? Je, wewe waona aje? Yeye amekuja. Kundi hili la AFC wanadai ya kwamba ni Wakongomani, wanadai haki yao, wanataka wakimbizi warudi, wanataka amani, rushwa iishe. Hao ndio M23 AFC. Upande mwingine, serikali ya Kongo inashitumu hawa kuwa magaidi ambao wamevamia, wanasababisha usalama mdogo, ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Kulingana na serikali ya Kongo, wanataka kuibeba udongo na ardhi ya Kongo. Kwa hivi hata huyu Keita Bintu
Umoja wa Mataifa wenyewe umetoa ripoti mingi, sio moja, ukisema ya kwamba kundi hili la M23 linaungwa mkono na Rwanda. Amekuja kuongea nao. Swali ni kuongea na AFC ina hatua ya kurudisha amani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ama ni kosa kubwa la kidiplomasia? Tunaomba maoni yako kama unatufuata hapa. Swali la pili, je, kuonana na kundi hili la AFC ni kumaliza vita wala ni kuwahimiza ama kuwapea morali kundi la AFC M23? Tatu, ameongea akisikuwa kuna tumaini ya amani. Huu ni ukweli ama ni siasa? Kuna tumaini la amani, ni ukweli ama siasa? La nne, hata kama amemaliza safari yake jana, amesema vile ameona kuna hatua nzuri na kuna amani, kuwa vita itaisha. Je, hii ni ukweli ama ni siasa? La tatu, la tano, hayo yote ameyasema, lakini hajagusia usalama mdogo, raia wanaokufa siku kwa siku, wengine wanaokimbia, wakimbizi ambao wako nje ya nchi. Hayo yote hajagusia. Wakongomani wanalia, kuna ukabila unazidi, kuna chuki, kuna rushwa, kuna watu wanauawa. Hata Goma kwenyewe alipokuwa raia wanaendelea kufariki. Hata mnamo siku zilizopita mashirika ya kimataifa imeweza kutangaza ya kwamba raia wengi wameuawa hapa mjini Goma, wengine wanaendelea kuuawa, lakini hajagusia hayo. Katika maeneo tofauti pale kundi hili la M23 raia wanaendelea kufariki. Kwenye wazalendo, jeshi la taifa wako, raia wanateseka na wanafariki, lakini hayo yote hajayagusia. Kwa hivyo naomba utupee maoni yako kuhusu msafara huyu wa Bintu Keita. Sina la ziada, hapa ndipo nimetamatishia, na ninakushukuru kuwa umeweza kuwa nasi. Asante sana.